Kila mwaka ifikapo Februari 14, dunia nzima hujaa maua mekundu, chokoleti, zawadi na maneno matamu ya mapenzi. Lakini je, umewahi kujiuliza Valentine Day ilianzia wapi? Je, ni siku ya wapendanao tu au kuna historia ndefu yenye imani, siasa na hata mila za kale? Leo hebu turudi nyuma kidogo katika simulizi tuchunguze siku ya Valentine Day. Jina Valentine Day linahusishwa na Mtakatifu Valentine. Lakini je, ni nani huyu? Kanisa Katoliki linawatambua zaidi ya mtakatifu mmoja kwa jina la Valentine au Valentinus. Kwa mujibu wa historia, walikuwepo angalau watatu waliouawa kwa sababu ya imani yao katika nyakati za dola ya Roma. Hadithi maarufu zaidi ni ya kasisi mmoja aliyeishi katika karne ya 3 wakati huu. Kiongozi wa Roma aliyeitwa Claudius wa pili alipiga marufuku ndoa kwa vijana wa kiume. Aliamini kuwa wanaume wasio na wake wala familia walikuwa wanajeshi bora zaidi vitani. Lakini kasisi Valentine aliona agizo hilo si la haki. Kwa asili aliendelea kufungisha ndoa kwa wapendanao. Alifanya hivyo kwa kuamini kuwa upendo na ndoa ni kitu kitakatifu. Mfalme alipopata habari hizo, aliamua Valentine akamatwe na hatimaye akaamua auawe. Inasemekana aliuawa Februari 14 mnamo mwaka 270 baada ya Kristo. Kuna simulizi inayosema kuwa akiwa gerezani, Valentine alimponya binti wa mlinzi wa gereza. Kabla ya kuuawa, alimwandikia barua ya kumwaga, akaisaini kwa maneno yanayosema from your Valentine, yaani kutoka kwa Valentine wako. Msemo huo unaendelea kutumika hadi leo kwenye kadi na jumbe za mapenzi. Lakini historia haishi hapo. Wataalamu wengi wa historia wanaamini kuwa kanisa liliweka siku ya Mtakatifu Valentine katikati ya Februari ili kuchukua nafasi ya sherehe za kipagani zilizoitwa Lupercalia. Lupercalia ilikuwa sherehe ya uzazi iliyofanyika Februari 15 katika Roma ya kale. Sherehe hiyo ilihusisha dhabihu za wanyama na baadhi ya vijana walitumia vipande vya ngozi na wanyama kuwapiga wanawake kwa upole, wakiamini kuwa tendo hilo lingeleta uzazi pamoja na baraka. Kwa mtazamo wa leo, mila hizo zinaweza kuonekana na kushangaza au hata za kikatili. Ndio maana baadhi ya wanahistoria wanaona kuwa kanisa lilitaka kubadilisha mwelekeo wa sherehe hizo na kuipa sura ya Kikristo. Hadi kufikia miaka ya 1300 ndipo Valentine ilianza kuhusishwa rasmi na mapenzi ya kimahaba. Mshairi wa Kiingereza Geoffrey Chaucer aliandika mwaka 1382 kuhusu siku ya Mtakatifu Valentine kama siku ya mapenzi. Wakati huo kulikuwa na imani kwamba Februari 14 ndiyo mwanzo wa msimu wa ndege kutafuta wenza wao. Wazo la mapenzi ya kimahaba likaanza kushikamana ndani ya tarehe. Kufikia miaka ya 1400 watu walianza kutumiana barua za kimapenzi. Moja ya barua za kwanza zinazojulikana kuandikwa ni barua ya Charles Duke of Orleans iliyoandikwa mnamo mwaka 1415 alipokuwa amefungwa katika mnara wa London. Aliandikia mke wake barua ya mapenzi alipokuwa gerezani. Kadri dunia inavyobadilika ndivyo na Valentine ilivyobadilika. Mapinduzi ya viwanda yalifanyika, kadi zikachapishwa kwa wingi, na mnamo miaka ya 1840 mwanamke aitwaye Esther Borland alianza kuuza kadi za Valentine huko nchini Marekani. Alijulikana kama mama wa Valentine wa Marekani. Tangia hapo, Valentine ikageuka kutoka siku ya kumbukumbu ya kidini na historia ya kale na kuwa sherehe kubwa ya kimataifa ya zawadi, maua, chokoleti pamoja na biashara. Leo si kwa wapenzi tu, bali pia kwa marafiki pamoja na familia. Hata hivyo, kuna mjadala unaoendelea katika jamii mbalimbali. Baadhi ya watu wanaona kuwa
asili yake inayohusiana na mila za kipagani na dhabihu haipaswi kusherekewa na watu wa imani. Wengine wanaona kuwa siku hii imebadilika, maana sasa ni fursa ya kuonyesha upendo kwa njia njema. Ni muhimu kutambua kuwa historia hubadilika, maana hata jamii hubadilika pia. Swali linabaki kuwa, tunasherehekea nini hasa? Ni historia, biashara au thamani ya upendo wenyewe? Mwisho wa yote, kila mmoja anaamua jinsi atakavyoitazama siku hii. Lakini jambo moja la kweli ni hili: upendo ukiwa wa kweli, wa heshima na wa maadili hauhitaji tarehe maalum ili uweze kuonyeshwa. Mpaka hapa ninapofikia tamati ya simulizi hii. Asante kwa kuambatana nami. Sina la ziada mpaka kwa wakati mwingine.